ya mortuary cabinet, lakini kikubwa zaidi vile kuna zile maeneo ambayo yaliboreshwa. Kwa mfano unakuwa na hospitali lakini ilikuwa inahitaji kuwa na emergency room. Una hospitali inahitaji kuwa na ICU, si ndio? Unaboresha ile wodi ya uzazi. Katika ile eneo kwa hii miaka minne MSD imepeleka bidhaa zaidi ya shilingi bilioni 376.6. Na hivi zinaangalia ultrasound, MRI, X-ray, vitu kama hivyo vyote ambavyo vinasaidia kuifanya ile unit ikae vizuri, patient monitor. Na kikubwa zaidi katika uwekezaji huu labda niweze kusema kwamba haikuwahi kutokea katika kipindi kifupi tukaweza kufanya supply kubwa kama hii. 2022 kwenda 23 tukasambaza vifaa vya bilioni 56. 23-24 tukasambaza vifaa vya bilioni 193. Si mnaona hiyo inavyopanda inapanda kwa kasi mno. 21 ilikuwa ni bilioni 18 tu. Mwaka jana wa fedha tulifika bilioni 193. Na mwaka huu katika hii miezi kuanzia mwezi wa 7 mwaka jana mpaka mwezi wa 2 mwaka huu tumeshafika bilioni 109. Kwa unaona kwamba mpaka tunafika mwezi wa 6 tutakuwa napo tuko juu sana. Haya mafanikio yanatokana na uwekezaji wa serikali. Na sisi kama watendaji wake wa serikali ni kwamba tunachofanya ni kutekeleza yale maagizo. Kwa naweza kusema kwamba ni mafanikio makubwa sana kwa upande wetu wa MSD kuhakikisha kwamba tunapotumwa tunatekeleza. Na bahati nzuri sana katika utekelezaji huo unaona kabisa kwamba anayefaidika zaidi ni yule mtu wa mwisho. Na huduma mnaona zimesogea sana kwenye vituo. Upande mwingine ambao nilikuwa nataka kusema kwamba ni wa vipaumbele na ninajua kwamba ni eneo ambalo ni muhimu sana kwetu ni swala la uchujaji wa damu au dialysis. Mradi ambao MSD ilianza kutekeleza mwaka 21-22 na mpaka sasa hivi tulikuwa tuna changamoto kubwa mbili. Nadhani wote tunazifahamu. Ya kwanza ilikuwa ni huduma kufikia kwa wateja wengi zaidi na ya pili ilikuwa ni gharama za dialysis. Ningependa kusema kwa furaha sana kwenu kwamba tumesambaza mashine mwaka huu tu kuanzia mwisho wa mwaka jana mpaka mwaka huu sasa hivi mashine 137 tumezisambaza kuongezea zile zilizokuwepo ambazo zilikuwa ni 60. Na katika usambazaji huu wa hizo mashine mpya ni kwamba tumeongeza hata idadi ya hospitali za mikoa ambazo zitakuwa zinatoa huduma ya dialysis kutoka 6 ambazo tulikuwa tunazisupport mwaka 21-22 mpaka hospitali 15. Hii haigusi zile hospitali za rufaa ambazo zinapata tayari huduma hizi kutokea kwenye sekta binafsi. Na serikali imefanya uwekezaji ambao umegharimu shilingi bilioni 7.7. Kikubwa zaidi ni kwamba wagonjwa wawe wanakuwa karibu zaidi na huduma hizi za kufanya dialysis. Na katika upande huo, katika hizo hospitali ambazo nimetaja 15, hospitali 4 ndio ziko kwenye matengenezo, nyingine 11 ziko tayari. Hasa kwenye upande huo nimesema tumesogeza zaidi kwa wananchi. Itakachosaidia ni kupunguza ule mtu kusafiri kupata huduma. Lakini cha pili ambacho ni muhimu zaidi ni kupata tunaita consumables au vifaa na dawa ambazo zitakuwa na bei nafuu zaidi lakini bila kuathiri ubora wa huduma. Sasa katika mpango ambao tunautekeleza sasa hivi ambao tumeuanza mwaka huu tumeweza kupata suppliers ambao watashusha, yani ile tunaita session moja ya dialysis kwa wale ambao mnafahamu unapokwenda kwa ajili ya kusafisha damu imekuwa inachukua mpaka kuanzia kati ya 1,500,000 mpaka 2,500,000. Sisi kwa gharama ambazo tumeweza kupata sasa hivi kutokana na supply ambao tunao bila kuathiri ubora itakwenda kuwa chini ya shilingi 100,000 ambao ni mafanikio makubwa sana kwa kwetu. Na bado haitaathiri ile namna ya kupata huduma. Kwa hiyo ambapo MSD sasa hapa tunakwenda kuwekeza zaidi ni kuhakikisha kwamba huu mpango tunaotekeleza hauyumbi. Maana yake ni kuwekeza kwenye mafundi, kuwekeza kwenye ile tunaita vifaa, bidhaa kupatikana muda wote, mafunzo kwa wale watumiaji, lakini vile kutoa zile support nyingine. Na tuna encourage sana kwamba sisi kama wananchi bado tuendelee kuenda kwenye kukatia bima wataalamu wetu, kwa sababu hata kama session imetoka 200,000 mpaka 100,000 au 90,000 bado ni hela nyingi sana kwa wiki wanafanya average ya session 3. Kwa tutarudi kutetea sana kwamba twende kwenye bima ili at least pamoja na kushusha gharama ule mzigo unazidi kupungua zaidi. Eneo jingine ambalo nilikuwa nimependa sana kusema kwenu ambalo ni la mafanikio makubwa na hili tunajivunia sana na tegemea siku moja mratibu wa afya ya kinywa na meno kutoka Wizara ya Afya atakuja kusema vizuri zaidi. Tunaweza kujivunia kwamba ni moja ya nchi zinaongoza kwa kusambaza au kuroll out huduma za afya ya kinywa na meno. Katika hichi kipindi kifupi serikali imesambaza bidhaa za kinywa na meno za shilingi bilioni 9.98. Lakini sasa hizi bidhaa ni zile bidhaa nyeti tuseme au nzito. Kwa mfano tumesambaza vile viti tunaita dental chair
Ukienda kwa daktari wa meno unafahamu vile unakaa kwenye kiti ambacho kina kila kitu. Tumesambaza vile viti 647. Manake tumekava hospitali za wilaya, za mikoa na hata zahanati. Ni vituo vya afya. Kwa unaona kabisa usambazaji huu umekuja kwa sababu serikali inathamini ile kwamba bado afya ya kinywa na meno ni muhimu. Unaweza kuwa unaumwa jino lakini baadaye madhara yakaenda nje ya meno, yakaenda hata kwenye mifumo mingine ya damu. Nadhani mnafahamu. Kwa hii ni mafanikio makubwa sana. Na vile vile kuna tunaita dental x-ray. Zile x-ray za mionzi ya kupima kinywa chako kikoje. Jino limevunjika au mifupa imekaa vibaya, nayo imesambazwa 331 za thamani ya shilingi bilioni 4.07. Yote haya ni mafanikio makubwa sana kwa sababu tumesambaza kwenye dawa, mmeona mafanikio. Tumekuja kwenye vifaa tiba, mmeona ile progress ambayo serikali yetu imewekeza na sisi tunaenda. Lakini mmekuja mnaona sasa tumeenda hata kwenye afya ya kinywa na meno, napo kote gharama zinakwenda. Ukiangalia mwaka 21 22 tulikuwa tumesambaza bidhaa za meno za kama shilingi milioni 250 tu. Wakati tunaanza na mama. Tukafika mwaka 22 23 bilioni 1.9. Mwaka 23 24 bilioni 9. Mwaka 24 25 hatujamaliza mwaka wa kifedha mpaka Julai, lakini sasa tushafika bilioni 9.98. Kwa ni ile usambazaji wa vifaa vya kinywa na meno vya mwaka jana wote tumeshatimiza sasa hivi katika miezi michache. Uwekezaji unafanyika na sisi tunatekeleza. Kwa unaona kwamba ile position ya MSD kuhakikisha kwamba inatimiza wajibu wake inazidi kuboreshwa zaidi. Lakini kuna ile nilisema swala la afya pingamizi au SIMOK, tumefanya kazi nzuri sana ambao vituo faidika vilikuwa ni 316. Ile nitaja kwamba ni bilioni 100. Na upande mwingine ambao tunaweza kusema tukajivunia ni ufanisi wa usambazaji kwa muda uliowekwa. Kama mnavyojua Tanzania ni nchi kubwa kuliko zote katika Afrika upande wa mashariki ukiondoa Kongo. Size ya Tanzania ni combine ya Uganda na Kenya. Lakini sisi tunaenda vituo zaidi ya 8400 kama nilivyosema mwanzo. Na tunafika kwenye kila kituo kinachotolea huduma. Kwa ina maana lazima tuwe na mfumo mzuri sana wa magari kusafiri. Ije mvua, ije jua. Si ndio? Lazima tuhakikishe kwamba tumepeleka. Na katika hapo tunapimana ufanisi wetu ukoje. Miaka ya nyuma tulikuwa tunapeleka mara 4 tu kwa mwaka. Kwa gari ikija mwezi wa kwanza itakuja mwezi wa 4, mwezi wa 7, wa 10. Yaani kila baada ya miezi mitatu. Sasa hivi naenda kila baada ya mwezi mmoja. Kwa ziara yetu, yani ile mzunguko wetu wa kupeleka bidhaa za afya, kila kituo kinafikiwa si chini ya mara 6 kwa mwaka. Maana yake inapunguza ile kwamba hata kama ana changamoto ndani ya mwezi unaofuata atapata. Na hiyo hatujaacha ile kusema kama ikatokea emergency, watu bado tunapeleka magari yetu yakiwa na bidhaa za afya. Kwenye eneo hili naweza kusema kwamba tumefanya vizuri sana, ingawa iliongeza ile tunaita mzunguko wa kupeleka bidhaa za afya kwa 50%. Lakini ufanisi wetu katika kipindi cha miaka 4 ulitoka chini ya 75% wakati tunapeleka robo, umefika 98%. Gari zinakwenda kwa wakati. Na hizi 1% chache zinapunguzwa. Kwa mfano wakati ule tunahangaika na mafuriko ya Rufiji, unakuta sasa barabara zinagomba, au unakuta kuna vivuko vimeharibika, au kuna mafuriko sehemu, ile ndio imetushusha. Lakini kwa kusema ukweli kwenye eneo la kusambaza bidhaa za afya tunaenda kwa ufanisi sana. Na nadhani mnapishana na magari yetu kila kona ya nchi hii. Kwa tunajitahidi sana kuhakikisha kwamba pamoja na kuongeza upatikanaji, basi na upatikanaji wenyewe uende kwa wakati kwa wateja wetu. Upande mwingine tutaka kuongelea sasa ni ile kwamba hali ya kifedha. Sawa, MSD imeongeza upatikanaji wa bidhaa za afya. Lakini kwa sisi bado tunasema tunataka kuendelea mbele na mbele zaidi. Tufike 90% ili tuwe kabisa kwamba tunasema tatizo la dawa kwa upande wa public system limekwisha kabisa. Kitu ambacho tajivuna zaidi na zaidi pia kwenye upande huu wa pili ni swala la hali ya kifedha. Tumesema tunaongeza mauzo na availability, lakini impact kubwa zaidi ya bohari ya dawa imeonekana kwenye fedha. Mwaka 21-22 tuliuza kwa mapato yetu yalikuwa ni bilioni 238 ya mwaka mzima, mapato yote. Kwa mnaweza kuona kwamba ni biashara kubwa, ni biashara nzito. Lakini mwaka jana kufika mwezi wa tunafunga hesabu ya mwaka jana tulikuwa tumeshafika 553.1. Kwa unaweza kuona kwamba ni kama tumedouble katika hii miaka 4 tu. Uwezo wa MSD yani mapato ya MSD yameenda mpaka 100% zaidi. Na kuanzia mwaka huu mwezi wa 7 mwaka jana mpaka mwezi wa 2 mwaka huu, katika hii miezi 8 tumeshaingiza bilioni 400 kama mapato. Kwa ina maana hata mwaka huu tutavuka ile 553 ya mwaka jana, tunaenda kwenye 600. Kwa nini hii figa inakuwa kubwa?
Figa inakuwa kubwa kwanza kwa sababu uwezo wa vituo kununua umeongezeka, sababu serikali inaweka hela na vituo vinatunza pesa na vinatumia pesa kutokana na miongozo. Idadi ya watu imeongezeka na ile wanasema bidhaa zimeanza kuwepo MSD. Na kwa matokeo yake unazidi kuuza. Kwa maana tukiendelea na upatikanaji mzuri wa bidhaa na serikali kama inavyoendelea na utekelezaji wake kwamba inatoa kila ile committee inaitoa, manake utaona kwamba MSD anaweza kufika hata bilioni 700, 800 kwa upande tu wa mapato ya ile ya supply chain. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni cha kujivunia sana, na kwa upande wetu tunaweza kusema kwamba mwenendo wetu wa mapato ni chanya, na kwa sababu ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais alisema tujiendeshe kibiashara, tunaona kabisa kwamba MSD inajiendesha kibiashara.